Tunaendelea na sehemu ya tano. Sehemu ya tano kabisa inaendelea. Mwalimu wa Biblia Tanzania, sehemu ya tano. Tuangalie haya masanamu, maana masanamu yamekuwa ni hatari sana. Inasema, na kwa habari ya kuvila vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sisi sote tuna ujuzi. Ujuzi huleta majivuno, bali upendo hujenga. Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Lakini mtu akimpenda Mungu, huyo amejulikana naye. Basi kwa habari ya vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu, twajua ya kuwa sanamu si kitu katika ulimwengu, na hakuna Mungu ila mmoja tu. Kwa hiyo hakuna ibada ya sanamu kwenye Biblia. Hakuna kutengeneza masanamu, hakuna kuchora, hakuna malangilangi. Wala Biblia haifundishi malangilangi. Haya malangilangi wanavaa hadi wa Lutheran, wanavaa wale wazee wa kanisa. Malangilangi kwenye Biblia yanafundisha maana yake nini? Siri iliyopo kwa sisi tuliosoma Biblia tunajua. Haya marangi yanafundishwa mpaka vyuo vya Biblia kwamba hii rangi na maana hii, rangi na maana hii, rangi na maana hii. Huo upinde wa mvua unaanza kufundishwa kwenye vyuo vya Biblia. Vyuo vya Biblia wanafundisha upinde wa mvua, wanafundisha mambo ya marangi. Kwa hiyo naweza nikasupport vyuo vya Biblia wanafundisha ushoga. Ujinga mtupu. Sasa marangi mnafundisha ya nini? Yana kazi gani? Yana faida gani katika imani? Inatakiwa tukafundishane kwenye chuo cha Biblia, watu waache dhambi. Maandiko yanapatikana kwenye vitabu hivi. Dhambi hii, maandiko yanapatikana kwenye vitabu hivi. Dhambi hii Biblia imekataa, yanapatikana kwenye maandiko haya, kwenye vitabu hivi. Sasa tunaenda kufundishwa theology, tunafundishwa marangi, tunafundishwa utawala. Sasa Biblia ndio ilikuja kufundisha. Hata ukisoma Biblia wewe unapoisoma nyumbani kwako, inafundishwa kama unafundishwa kanisani? Tofauti kabisa, tofauti kabisa. Tuko sehemu mbaya, tuko wakati mbaya mno, tuko wakati mbaya. Inabidi kwa sasa hivi uamini injili ya kweli katika Yesu Kristo, uwe mwanafunzi wake, uwe mtumishi wake. Tukisoma 10 inasema katika 2 Wakorintho wa kwanza, tuanzie moja tu, Wakorintho wa kwanza 10:1. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita katikati ya bahari, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Leo wewe unabatizwa uwe wa Kristo. Kwa hiyo humtumiki tena Musa jamani. Haya maandiko kwa nini yanakuwa magumu kwa Wasabato? Haya maandiko kwa nini yanakuwa magumu kwa Wasabato? Wale walibatizwa wawe wa Musa, Wayahudi. Hapa inasema wote wakabatizwa wawe wa Musa, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywea kinywaji kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa Kristo ndiye aliyekuja akasema yeye ndio Bwana wa Sabato, na Kristo ndiye aliyewatoa wana wa Israeli Misri, na Kristo ndiye aliyebadilisha Sabato akisema yeye ndio Sabato. Kwa hiyo yeye ndio tumsikilize kuliko ile Sabato ya kwanza waliokuwa wakifanya Wayahudi. Leo wa Sabato wameingia wakasema wao ndio Sabato wanaijua, wao ndio wahusika, wao ndio kila kitu. Vitu vya ajabu sana jamani. Kwa hata hapa maandiko tunapoyasoma tunaona injili ya Sabato na Biblia ni vitu vili tofauti. Hawa Sabato ni wakina nani? Na pia tujiulize, hawa Sabato ni wakina nani? Maana wako kinyume kabisa cha maandiko. Haya, tuendelee. 5. Lakini wengi sana katika hawao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale nao, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Aya, anasema wala msiwe waabudu sanamu kama wengine walivyokuwa, kama walivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Hii sanamu wengi huwa inawapiga chenga sana. Sanamu huwa inawapiga chenga sana. Sasa kama haya mambo wale watu yaliandikwa yale ili sisi tusiwe kama wale. Leo mbona Wasabato wanaichukua ile imani wako kama wale? Leo mbona watu wanajitengenezea masanamu? Mbona leo watu wanatengeneza masalaba? Mbona leo watu wanatengeneza manembo ya kuchora, ya kutengeneza? Sasa kipi wanafuata kwenye Biblia hizi dini hao watu makanisa? Ni kipi wanaheshimu kwenye Biblia? Kipi wanafuata kwenye Biblia? Wajomba, hizi dini tukiendelea kuziendekeza na kuziamini tutapotea, hatutojua Biblia. Na ndio maana huwa anasemaga kwamba watu wanaosali kwenye dini yoyote 99% hawajui Biblia. Ukiwasikiza kwa tukwambia maneno matamu. Ukiangalia hapa
sanamu hizi mbona zimerudi tena? Ni kipi tunakiheshimu? Tubadilike jamani, tubadilike. Haya, inasema mstari wa 8, wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Uasherati haya makanisani wafanyi, na nimetoka kuifafanua pale kwamba wachungaji wanalala na waumini zao, mashemasi wanalala na waumini zao, wainjilisti wanalala na waumini zao, waumini wenyewe wanalala na waumini wao. Unakuta hawajaolewa wako na wanaume, hawajaoa wako na wanawake. Sasa ni kipi ambacho kinafuata kwenye Biblia ambacho tunajifunza kwa watu wa zamani? Kipi tunachokifuata? Maana Biblia inasema hapa, ukisoma katika hii Wakorintho wa kwanza, hii 7 inasema, basi kwa habari ya mambo yale mlioandikiwa, ni heri mwanaume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya uasherati, kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Hiki kitu mbona kifundishwe? Mbona akisemekani kwenye dini? Nyinyi mnaosali, nyinyi mnaoenda kuabudu, faida ya dini ni nini? Maana uasherati wanafanya, uabudu sadamu wanafanya, uasherati, uzinzi, ufilaji, ulawiti, vyote wanafanya. Mnaenda kujifunza nini kule? Kutoa sadaka? Mkifa waje wawazike? Mkifa waje kusema au mtu tunamuombea anaenda kwa Mungu ametutangulia? Hicho tu. Poleni sana nyinyi mnaoamini dini. Poleni sana nyinyi. Hivi vitu tunatakiwa ndio vifundishwe, hivi vitu tunatakiwa vipigwe kipaumbele, vifundishwe. Lakini sisi tunavyovisoma hivi, mimi mwalimu, mimi mchungaji hapa ninavyoongelea hapa, naonekana mimi ni mpinga Kristo. Upinga Kristo wangu mimi ni upi? Upinga Kristo wangu mimi ni upi? Bali mimi nawahesabu hao ndio wapinga Kristo wanaofanya dhambi, wanaohubiri kwa sababu ya pesa, wanaohubiri kwa sababu ya nyumba, wanaohubiri kwa sababu ya hospitali, wanaohubiri kwa sababu ya mashule. Hizo ni tamaa. Hebu tuangalie sehemu ya mwisho jamani, tufafanue kuhusu Pasaka sasa. Pasaka ni nini? Tuangalie sehemu ya mwisho, sehemu ya 6. Haya ni majibu ya makanisa na majibu ya Wasabato, ya Waislamu. Kwa hiyo nyewe Wasabato, hivi vitu nilivyovifanya, hebu mjichunguze wenyewe. Je, mnavifanya? Na sio kwamba na hukumu, no, ni Biblia imeandika, sio mimi niliyesema. Biblia. Kwa hiyo wewe hukumu Biblia yako ulionayo. Maana Biblia niliyoisoma ndio hiyo unayoisoma wewe. Biblia nilionayo mimi mchungaji ndio wao walionao wachungaji wengine. Biblia nilionayo mimi mwalimu ndio walimu wengine wanao hiyo Biblia. Biblia nilionayo mimi mtumwa wa Yesu Kristo na watumwa wengine katika Yesu Kristo na Biblia hiyo. Kwa hiyo jitafakarini kabla ya kufanya kitu chochote. Kabla hujamega mkato wa Bwana, kabla hujahubiri habari za Yesu Kristo, usije kuhukumiwa wewe kwa maneno yako. Jamani, tuangalie sehemu ya mwisho.